Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado nafurahi kukuletea kipindi hiki muhimu, kipindi cha neno la Mungu. Karibu tule pamoja mkate huu. Leo tuko katika sura ya 12 kwa kitabu cha Warumi, sura ya 12. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amin. Mpendwa mtazamaji wangu, nafurahia sana kukuletea kipindi hiki, maana ni kipindi muhimu sana. Ni neno la Mungu linalokujia ili kukubariki wewe na kukubadilisha kabisa. Hivyo basi tuko katika jambo hili leo, nalo ni hili: mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Ili uweze kuyajua mapenzi ya Mungu, mwandishi anasema, ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kadri unavyojitolea maisha yako kwa Mungu, kadri unavyotoa sadaka zako, unavyotoa muda wako, unavyojitoa kwa Mungu, Mungu anafurahia sana. Anasema, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu. Miili yenu hapa ni jumla, kuanzia kichwani mpaka wayo wa miguu. Wewe mzima mzima unapaswa kuonekana mbele za Mungu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kumbe miili yetu mimi na wewe ni sadaka, ni sadaka inayotosha mbele za Mungu. Kwa hiyo kitendo cha mimi na wewe kuonekana mbele za Mungu, hiyo ni sadaka. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Mimi na wewe ni sadaka inayompendeza Mungu. Wakati gani? Tunapojitoa kwake. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Mimi na wewe tunatakiwa kumpendeza Mungu kwa kujitoa kwake. Kumbe kitendo cha mimi na wewe kusogea mbele za Mungu, hilo linampendeza sana. Anasema kitendo hicho ndiyo ibada yenye maana. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Kila kanisa lina taratibu za kwenda watu kanisani kumwabudu Mungu, kufanya ibada mbalimbali, lakini jambo muhimu sio hilo. Jambo muhimu, anasema mwili wako unapojihudhurisha kwa Bwana, anasema hiyo ndiyo ibada yenye maana. Hiyo ndiyo sadaka yenye maana mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu hapendi sadaka peke yake. Maana kuna watu wana tabia ya kutuma sadaka, kwamba nipelekee sadaka yangu, ama naituma kwa M-Pesa ama mtandao mwingine. Yeye haendi kanisani. Hii si sawa. Mungu angependa wewe mwenyewe uonekane mzima mzima. Lakini anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Dunia hii inafanyaje? Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Msifuatishe namna ya dunia. Dunia inaendaje? Dunia ina mtindo wake wa kwenda, ina mtindo wake wa kufanya mambo, ina mtindo wake wa kufanya ibada, una namna mbalimbali. Sasa huyu mwandishi anasema msifuate wala msiige namna ya dunia inavyofanya, bali nyinyi jitoeni kwa Mungu. Jitoeni kwa Mungu, hiyo ndiyo ibada yenye maana. Watu wa dunia hii wanachinja, wanatambika, wanafanya mambo na ibada mbalimbali kinyume na hizi zilizoelezwa katika Biblia. Sasa anasema msifuatishe namna ya dunia. Kwa hiyo dunia ina namna yake. Sisi nasi tunapaswa, mimi na wewe, kuwa na namna yetu na kuifuata hiyo na kuiendeleza. Namna yetu ni nzuri, tena ni tamu. Ukiangalia namna ya kuimba kwetu, namna ya kupiga kwetu vyombo vya wakati wa uimbaji, namna yetu ya nyimbo zinavyoimbwa, sauti zetu, mtindo wetu wa namna ya kuimba,
lakini namna ya kuabudu ni tofauti na dunia inavyofanya. Kwa hiyo sisi tumepiga hatua kubwa, mimi na wewe tuko hatua kubwa sana. Mungu akubariki, akusaidie ili uweze kufanya vizuri. Usifuate namna ya dunia hii inavyofanya. Mtindo wa dunia hii hapana, usiuige wala kufuata, maana dunia inafanya tofauti na Mungu anavyotaka tufanye. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia yako inatakiwa kugeuka sasa, mwelekee Mungu aliye hai. Chana na namna ya dunia inayoabudu milimani, kwenye miti, kwenye mito, ama baharini, ama mahali pengine walipopachagua wao. Lakini sisi tumepewa namna tofauti kabisa ya namna ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli kupitia miili yetu. Kwa nini? Anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Tukifanya hivi tutajua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ahadi hapa, tutapata kujua mapenzi ya Mungu. Unataka kuyajua mapenzi ya Mungu? Anasema utoe mwili wako iwe sadaka iliyo hai, takatifu, tena ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukijitoa mwenyewe unakuwa sadaka hai, takatifu, inayompendeza Mungu. Halafu anasema hiyo ndiyo ibada yako ya maana. Ukifanya hivyo, halafu anasema usifuatishe dunia inavyofanya. Wewe fuata mtindo huu wa kwetu. Anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kwa mtindo huo mtajua mapenzi ya Mungu. Maana nia, anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia zetu zina nia mambo mengi, lakini nia anayetaja hapa mwandishi ni nia ya kumwelekea Mungu. Kwa nini? Ili tujue mapenzi ya Mungu. Unataka kuyajua mapenzi ya Mungu kwako? Unataka kujua mpango wa Mungu kwako? Unataka kujua Mungu anakuwazia nini? Hebu jitoe kwake. Wewe jitoe tu kwake, utayaona na kuyajua mapenzi ya Mungu kwako. Utayaona mapenzi ya Mungu na kuyajua. Sio tu mapenzi ya Mungu, lakini mapenzi ya Mungu yaliyo mema kwako. Mapenzi ya Mungu yaliyo mema kwako, ya kumpendeza Mungu pia na ukamilifu. Hapo utajua, utawezeshwa. Jitoe kwa Bwana, fanya ibada ya maana. Jitoe kweli kweli kwa Bwana, utajua mapenzi ya Mungu na ukamilifu wake na kumpendeza. Mungu akubariki, akusaidie. Tukutane wakati unaokuja tena katika somo jingine. Ni tumaini langu kwamba unafuatilia. Kuombe usiache kusubscribe kwa wewe ambaye bado. Kwa yule ambaye amefanya hivyo, Mungu aendelee kukubarikia sana. Tukutane wakati ujao. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe mno sasa na hata milele. Amen.